Juzi ametuma waziri moja pale Nakuru kutukana jamii yetu. Huyu waziri ndio mwenye kuuza madawa ya kulevya katika Jamhuri ya Kenya. Sasa mimi nasema, wewe mtu ya kuuza madawa ya kulevya, who are you to lecture the Kikuyu community about their issues, about their leadership? Wewe unazungumza ukiwa nani? Wewe kazi yako ni kuuza madawa ya kulevya, umeua watoto wetu, umeharibu maisha yao. Alafu unaenda Nakuru ati kuambia ati jamii wa Kikuyu ati vile wanatakiwa kukaa na vile wanatakiwa kujipanga. You have no moral authority to lecture our community on their issues and their leadership. Unajua siku Kasongo alileta hiyo mtu kwa baraza la mawaziri. Nikamuuliza, wewe Kasongo, mimi umenipatia kazi ya kupigana na madawa ya kulevya na pombe, na mimi nang'ang'ana. Mbona umelete mtu anauza madawa ya kulevya kwa baraza la mawaziri? Sasa kama anaketi na sisi kwa baraza la mawaziri, tutapigana namna gani na hii vita? Akanifukuza. Akaenda hapa mlimani akatafuta mwingine ya madawa ya kulevya akalete. Sasa katika baraza la mawaziri iko watu wangapi? This is the only country in the world where 2 drug barons sit in the cabinet. Sirio? Sasa wewe Kasongo, hata kama unachukia hii watu ya mlima kiasi gani, mbona unatumia mtu ya kuuza ya madawa ya kulevya kuja kupatia sisi lecture on how to arrange our issues? Wewe mtu ya madawa ya kulevya, endelea. Nasikia unataka kuwa deputy ya Kasongo, ndio muuze madawa na yeye. Na kama atachukua wewe kama running mate, kazi yetu itakuwa rahisi sana. Presidential candidate ni mwizi, running mate ni muuzaji wa madawa ya kulevya. Uchaguzi umeisha au hujaisha? So wewe nikwambie, mtu ya madawa ya kulevya, instead of lecturing us, the Kikuyu community, be prepared next year in November. Tutapeleka wewe jela na kukushtaki kwa kuharibu watoto wetu.